ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time. Wahamishe channel kwamba mechi hii ipo, mechi ya hawa na hawa, lakini lengo letu ni kushinda. Na lengo letu kama inaweza tukafanya pia, lakini kama baki maana tumetangulia kufunga, ndio tusingependa kuchana mmoja. Nipo hapa kuzungumza maandalizi ya timu yetu ya Dodoma Jiji kuelekea mechi yetu ya kesho dhidi ya Azam. Maandalizi yetu yamekwenda vizuri. Ni kwamba tuko kwenye utayari, tuko kwenye mechi ambayo kila mchezaji anahitaji kwa sababu ni mechi ya kufungia msimu. Jambo zuri ni kwamba tunakutana na moja top timu ambazo ziko katika ubora miongoni mwa timu ama 2-3 za kwenye ligi, moja hapo ni Azam. So maandalizi yamelenga kulingana na ugumu kwa maana ya ukubwa wenyewe wa mpinzani ambaye tunakutana naye. Ukichagiza pia matokeo ya mwanzo yalikuwa vizuri katika raundi yetu ya kwanza, lakini hiyo ni sehemu tu ambayo ya kutufanya sisi tusirudie tena makosa, kwa sababu tunafikiri kwamba tuliharibu mechi ile ndani ya dakika kama 10-15. So tunajifunza kutokana na mapungufu. Tunaamini kwamba kwa maandalizi japo ya muda mfupi ambao tumeyafanya, nadhani morali ya wachezaji iko vizuri kwa ajili ya mechi hii, na kitu ambacho tunachokizingatia hapa ni namna ambavyo tunaweza tukamaliza msimu vizuri. Lakini jambo lingine ni namna ambavyo tunaweza kupata kitu chochote kile, iwe ni point 3 ama vyovyote vile, lakini pasipo kupoteza, kwa sababu ukiangalia kwenye kikosi chetu sisi cha Dodoma Jiji unaweza kuona kuna timu ambayo imeweza kupata pointi 6 katika msimu huu. So tunajaribu kuona hicho kama tunaweza maintain ndani ya kikosi chetu. Hakuna timu ambayo imechukua double, maana yake either tupate 1, 3 ama 4 au 6. So ni kitu ambacho tunaona kama tunaweza tukapambana tukipate kwa Azam. Lakini yote kwa yote ni kwamba tunaujua huo ugumu kwa maana ya ubora wa Azam. Technical staff wako na moja wa walimu top coaches kwenye daraja la juu kabisa Afrika, kwa maana Ibenge pamoja na staff wengine kama kina Liogope, lakini ukiachilia mbali aina ya squad ambao wako nao. Lakini kwetu sisi pia tuko na msimu ambao ni mzuri ukikompea kwenye hizi mechi ambazo tulikuwa tukizicheza hizi kubwa. So hilo jambo hatuwezi kuliondoa, na hiyo ni moja morale ambayo iko inayotuongoza kuelekea kwenye mechi hizi, kwamba tunaweza kufanya kitu chochote kwa mtu yoyote na mahali popote pale. Kwa hiyo sidhani kama kuna ukubwa, kuna utofauti wote zaidi ya suspension ya Agustin Santa ambaye tunaweza kumkosa kwenye kikosi. Then tunajaribu kuassess mchezaji mmoja ama wawili ambao kwa kiasi fulani ambao tunafikiri kwamba walikuwa na knock kwenye mechi iliyopita, tuone kama wanaweza kurejea, lakini kikosi kiko tayari. Akasema kama kuna timu anaifahamu vizuri basi Dodoma Jiji, na kunaweza kwamba inaweza ikatishia uwezo wenu wa kupata matokeo. Kassim Liogope hajawahi kuanzisha Dodoma Jiji. Dodoma Jiji imeanzishwa na watu wengine ambao wanaifahamu kila kitu, si ndio? Kwa hiyo muhimu tu ni kumheshimu, kwa sababu ni mwalimu ambaye amefanya kazi pale, na sisi moja wa walimu wa Tanzania ambao wamefanya vizuri na anaendelea kufanya vizuri. Issue ya kuifahamu vizuri timu, nafikiri hicho ni kitu kingine cha utofauti kabisa. So nafikiri ilikuwa ni hoja ya kumpa yeye mwenyewe morali tu, lakini sio general kwamba anaweza kumsaidia kwenye matokeo yote yale. Bahati nzuri au ngapi ama mbaya ni kwamba hizi mechi hazinaga photo kwamba uchukue hii ukatoa hapa ili ilete same thing, si ndio? Situation itakayokuwa imetoka kwenye mechi hiyo ndio itatudrive tutaanzaje, kama ambavyo ninavyokuambia kwamba mechi ile tuliyocheza ya awali hapakuwa na wachezaji ambao tuko nao sasa hivi, lakini tulianza vibaya. Kama tunaweza kuianza imara, tunataka kuwapa shida pia, kwa maana kwamba tuwape mechi ambayo ni nzuri kwa watu ambao wanaangalia Azam TV, si ndio? Kwa watu ambao wanafuatilia soka letu, basi tuwe na moja ya mechi ambayo ni nzuri, watu wahamishe channel kwamba mechi nzuri iko, mechi ya hawa na hawa. Lakini mambo ya results kwamba tulipata against labda timu fulani hivi hazifanani, kwa sababu ni wachezaji tofauti, kiwanja tofauti, maandalizi tofauti. Lakini kwetu sisi ikitokea hivyo, basi ni jambo ambalo ni nzuri zaidi kulifanyia kazi. Kwa hiyo lengo letu ni kushinda, na lengo letu kama inaweza tukafanya pia, lakini kama baki maana tumetangulia kufunga, si ndio? Tusingependa kitu cha namna hiyo. Lakini nafikiri ni kwamba tumemalizia ligi, hatakuwa na pressure kwa na msimu kama mitatu ya hii timu hii tuliyoko sasa hivi. So hii ni top league. Unapokuwa umemaliza huko safe ni kitu ambacho kwanza cha kujivunia, lakini pia unajivunia kitu kingine, kwa maana ya kuna baadhi ya moment ambazo tumewapa mashabiki wetu furaha.
hususan kwenye hizi big mechi sio. Lingine ni kuimarika kwa viwango vya wachezaji wetu baadhi ambao wengine walikuwa wakiwaona na wengine wamekuja kuingia pale na baadhi ya wachezaji kuchomoza na kuonyesha performance ambayo ni nzuri. So ninafikiri hii ni kwa niaba ya management ya Dodoma Jiji, ni kwa niaba ya staff yote ya Dodoma Jiji, kwa maana walimu wote walioko pale, lakini pia kwa niaba ya washabiki wetu, kwa sababu kila mmoja ameshiriki na wachezaji ambao pia wametupa heshima hii. Kwa hiyo mimi nikiwa hapa basi niwakilisha watu kwa wazungumza kwamba wamefanya kitu kikubwa bila kujali matokeo ya kesho, kama kesho tukiongezea ama tusipoongezea, lakini season imekuwa ni nzuri kwa sababu hatuko kwenye pressure kulinganisha kuna timu hapo sasa hivi zinawaza hawajalala, sio? So na sisi tunapaswa kujisifia katika season yetu. Mashabiki wa Dodoma Jiji tunaomba waongezeke tu, wasio wale wa Dodoma, wengine wanaoweza kuona kwenye timu zao waje. Kwa mwisho wa siku kama kuna kitu tumefanya cha kuwafurahisha, basi waendelee kuifuatilia timu yetu, na ikiwezekana wanunue hata vifaa vya Dodoma Jiji, sisi tutapata morali. Shukrani sana coach. Na ambaye amezungumza maswali ambayo kukabiliana na timu ya Azam. Unapata kusikiliza mchezaji ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake. Wao kama wachezaji wamejipanga vipi kukabiliana na Azam? Karibu sana sisi kama timu tutakuwa tunashukuru tumefika salama na tunapenda kuahidi mashabiki wetu wa Dodoma kwamba mechi tunaitaka na kushinda, na ni sio nzuri sana nyumbani kuja katika kushinda goli 3 kwa tunapanga kuwafurahisha mashabiki wetu. nakaribisha maswali. Mmekuwa na kiungo cha kati kizuri sana Nelson Munganga na Sami Mvazi. Wewe kama mchezaji unakutana na kiungo cha kati kigumu sana cha Azam, jinsi akamikwa na nini kama mkaka, ukiasema utaenda kuondoa zile wenzako kuweza kuona ile bato ndio kuchukua na mwisho wao. Cha kwanza nashukuru ushasema sisi tuna ndugu wazuri. Kwa hiyo umeona wetu kwa wazuri kushinda Azam. Kwa hiyo tunataka kufunika pale kati. Swali jingine. Kuzungumza sasa na mashabiki wa Dodoma pamoja na mashabiki Napenda kuwakaribisha katika siku ya mchezo wa kesho mechi ya mwisho pamoja na furahia show ya kesho. Shukrani sana. Asante sana.